Juzu ya kwanza tafsirul wasit. Tafsirul wasit. Hapa kuna sifa ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa za wanafiki. Sifatul munafiqina, sifa za watu ambao ni wanafiki. Qasa Allahu Ta'ala alaina fil Qur'ani al-Majidi akhbara al-munafiqina wa dhakara sifatihim. Kwa hiyo ameelezea Mwenyezi Mungu katika Qur'ani yake tukufu habari mbalimbali za wanafiki na kutaja sifa zao ili tuwajue. Mwenyezi Mungu ametaja hata nuhadhirahum wala natashabbaha bihim wala natawarrata bimithli a'malihim shani'a wala natawarrata wala kwa maana tusiingie wala natawaqqa tusiingie kwa mfano wa matendo yao yaliokuwa mabaya. Famin sifati munafiqina allati hiya ashaddu dhararan ala almu'minina, katika miongoni mwa sifa za wanafiki ambazo sifa hizo ndio zenye madhara makubwa sana kwa waumini, mualatuhum wa munasaratuhum alkufara, ni kuwaamini na kuwanusuru makafiri. Yeye wanafiki ni waislamu ambao wanadhihirisha uislamu lakini ndani ya nyoyo zao kuna ukafiri. Umeona? Sasa Mwenyezi Mungu anasema sifa yao kubwa wanafiki, sifa yao kubwa dhararan ala almu'minina, ambao ni yenye madhara makubwa kwa waumini, mualatuhum wa munasaratuhumul kufara, ni kuwaamini na kuwanusuru makafiri. Yani wanawaamini makafiri na wanawanusuru makafiri. Watarkuhum wa muadatuhumul mu'minina, kuwaacha wao na kuwaacha kwao na kuwafanyia wadui waumini. Waumini wanawaacha wawanusuru, wanawafanyia wadui. Nabaha subhanahu ala fasadi dhalika liyadahu ma yaqa'u fi naw'i mithlihi, amezindua Mwenyezi Mungu mfano wa hilo ili mtu aache anayetuka katika mfano wa hilo, ghaflan au jaharatan, kwa ghafla au kwa kutokujua, au musamaha. Wa arshada Allahu ta'ala ila sababi tawbihihim wa nuqtati dha'fihim, na ameongoza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sababu ya kuwaponda na nukta ya unyonge wao, wa huwa talabul izzati wal istikthari, ni kutaka ukubwa, utukufu na mali. Wataqawi bi ghairi mu'mina, kupata nguvu kwa wasiokuwa waumini. Wao wanataka wawe na nguvu kwa wasiokuwa waumini. Wal amru laisa kadhalika, na jambo si kama hivyo, bali al-izzatu kulliha, kulluha lillahi ta'ala, utukufu wote ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yutiha ma yasha, anampa Mwenyezi Mungu utukufu anemtaka. Waqad wa'ada biha almu'minina, na ameaga Mwenyezi Mungu waumini, amewaaga kuwapa utukufu. Wajala al-aqibatu lilmuttaqin, na kajalia kwamba mwisho mwema ni kwa wacha Mungu. Sasa utakuta watu wanasema nchi yetu haina maendeleo. Kwa mfano, unaweza kukuta baadhi pia ya Waislamu ni wanafiki. Nchi yetu haina maendeleo. Unaona Amerika ni ilivyojengwa hivi, wewe unataka ufananishe nchi ambayo imeongozwa na marais zaidi ya 50, nchi ambayo imeongozwa na marais zaidi ya 50, ulinganishe na nchi ambayo sasa hivi ndio tuna rais wa 6 kweli? Nchi ambayo imeongozwa na zaidi ya watu marais 50, uilinganishe na nchi ambayo sisi leo hii tuna rais wa 6. Haya, tuachane na Amerika. Wengine wanashindanisha na China tulikuwa nao pamoja. Uchumi wao na kwetu ilikuwa sawa sawa, lakini wana sasa hivi wametushinda, wako mbele. China wao wana siasa ya ujamaa na kujitegemea. Siasa ya ujamaa na kujitegemea ni kwamba tufanye kazi pamoja, lakini sio kama sisi Tanzania ambao sisi serikali yetu inafanya kazi, wanatokea watu wanawapinga ili wawarudishe nyuma, waonekane hawafanyi kazi ili wayatoe madaraka wao. Hivi kweli mngekuwa nyinyi wapinzani mnaipa serikali ushirikiano mzuri, tungekuwa wapi?
Kwa hiyo anayerudisha maendeleo nyuma, ndugu zangu wa Tanzania, anayerudisha maendeleo nyuma ni wapinzani. Kwa sababu, kwa mfano, nikupe mfano mzuri. Hakuna mpinzani wa kweli hapa Tanzania. Hakuna mpinzani wa kweli. Dr. Slaa alishawahi kugombea urais akiwa Chadema. Lakini wakati wa Rais Magufuli alipomteua kuwa ni balozi, kama yeye alikuwa ni mpinzani wa kweli, angekataa ubalozi. Sio leo mnamponda mama Samia, mnamsema vibaya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili mumkwamishe, mumrudishe nyuma. Kama we ni mpinzani wa kweli, we Dr. Slaa, ulipopewa ubalozi na Rais Magufuli, ungekataa. We si mpinzani wa kweli, mbona ulikubali? Lakini mama Samia, kwa sababu alivyokuja sasa, sijui kama alikutengua ama alifanya nini, unaanza kusema Rais Samia, unajifanya mpinzani kwa sababu tu amekutoa katika mahala fulani. Hebu acheni jamani hiyo. Kitu kingine, wewe si mpinzani wa kweli, ni Chadema, ni si wapinzani wa kweli. Wakati Mheshimiwa Lowassa, marehemu Lowassa, wakati akiwa ni waziri mkuu, kwani walioibua mambo ya Richmond, si mambo ya nini, Lowassa, mkamsema Lowassa mpaka Lowassa akajiuzuru. Nyinyi si ndio mlimsema Lowassa kafanya hivi mpaka akajiuzuru? Kama nyinyi ni wapinzani wa kweli, mbona Lowassa alipokuja Chadema kugombea urais mkampokea? Yule ambaye mlikuwa mnamsema ni fisadi, yule ambaye mlimsema mpaka akajiuzuru, mbona mlimpokea? Tanzania hakuna upinzani wa kweli. Hebu naombeni tumpe support Mama Samia Suluhu Hassan. Tumpe support ya kutosha Mama Samia Suluhu Hassan. Wallahi jamani, naambieni, leo msitaki kushindanisha Tanzania na Marekani ambayo imeongozwa na marais zaidi ya 50. Sisi Tanzania ndio tuna rais wa 6. Mnalinganisha Tanzania na China, nchi ambayo ina siasa ya ujamaa na kujitegemea. Inajitegemea na siasa ya ujamaa. Tufanye kazi kwa pamoja. Leo alitakiwa Tundu Lissu au viongozi wa kina Heche wampe support ya rais wa Jamhuri ya Muungano, kwa sababu ndio yuko mamlakani. Wafanye kazi pamoja, Tanzania ifike mbali. Lakini nyinyi mnampinga, mnamkwamisha ili mumrudishe nchini. Mnasema eti Tanzania tuendelee. Acheni hizo jamani. Kwa sasa nimesemea hayo baada ya kuwa nimetaja sifa za watu wanafiki. Mnafiki ni mtu ambaye anajifanya yuko pamoja na wewe, lakini ndani ya moyo wake hayuko na wewe. Anakuonyesha yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo hii sura ni katika surati Nisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, innal ladhina amanu thumma kafaru thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakuni lahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Mungu hawezi kuwaongoza katika njia. Wanafiki hata siku moja Mungu hawezi kuwaongoza njia wakafanikiwa. Kama wewe utajijua ni mnafiki, Mungu ashasema tayari kwamba hataweza kukuongoza njia na hutofanikiwa. Wallahi. Mwenyezi Mungu asema, bashiril munafiqina bi anna lahum adhaban alima. Wape bishara wanafiki, wabashirie ya kwamba wana adhabu yenye kutiwa uchungu. Tena adhaban aliman, adhabu yenye kutiwa uchungu, yenye kuumiza. Haya, alladhina yatakhidhuna alkafirina awliyaa min duni almu'minina, wale wanaowafanya makafiri kwamba ndio wapenzi, ndio marafiki, kinyume na waumini. Baada ya kuwafanya waumini wenzao ndio wawe marafiki pamoja, waungane wawe kitu kimoja, wao wanawafanya makafiri kwa ndio nini? Ndio wapenzi, ndio marafiki. Min duni almu'minina ayabtahuna indahum al'izata, wanataka mbele zao utukufu. Fa innal izata lillahi jamia, utukufu wote ni kwa Mwenyezi Mungu. Ukitaka utukufu ni kwa Allah, mkimbilie Allah. Mama Samia, mimi nakuombea Mwenyezi Mungu, endelea kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah akusimamie na akupe hekima na busara zaidi kutuongoza. Sisi tunakupenda, wewe ndio rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na yasema haya nikiwa ofisini kwangu, na kwa maana kwamba na ushahidi wote kwamba
mama wewe ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna Tanzania bila Samia Suluhu Hassan. Hakuna Tanzania bila Samia Suluhu Hassan. Huwa nikipita nikifanya mutala. Kwa kitu kingine ambacho napenda kuwakumbusha wa Tanzania. Zamani ukipita barabara, ukitoka Ubungo unaelekea Mwenge, kuna magorofa fulani ambayo yanaonekana na njia kuwa ni nzuri pana. Au ukija hii njia Morogoro Road, njia zilivyokuwa nzuri. Hivi jamani, miaka 10 ya nyuma Dar es Salaam ilikuwa hivyo? Tanzania ilikuwa hivi? Bado unasema hakuna maendeleo. Unataka maendeleo yapi wewe? Wewe unataka maendeleo yapi unayotaka wewe? Sasa hivi ukipita njia kutoka Mbezi kwenda airport, njia maramba mawili. Kumbuka zamani miaka ya nyuma kidogo tu ilikuwa ni vumbi, watu walikuwa hapiti, lakini sasa hivi ni rami mpaka airport. Hebu angalia njia ya airport. Airport imebadilishwa. Kuna mabadiliko makubwa na mengi. Lakini unataka maendeleo yapi? Unataka maendeleo yapi? Kumbukeni ya kwamba sisi Tanzania, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa mali. Tuna dhahabu, tuna tanzanite, tuna gesi, tuna mbuga. Alafu vitu hivi ametupa ni vya kwetu, alafu akatupa na amani. Kuna nchi ambazo kama Kongo ana dhahabu, lakini Kongo Mwenyezi Mungu wakatokea watu wa kuwafitinisha wale viongozi, mpaka leo sijui Kongo lini watapata amani. Sijui ni lini Kongo watapata amani. Wamefitinishwa. Hivyo wanapigana wao wenyewe kwa wenyewe. Kuna nchi nyingine hapa inaitwaje? Wanapigana kila kukicha. Lakini Tanzania Mungu ametupa amani na mali zetu tunazo. Sasa wapo watu waliochokonoa wanataka wapitie kwa wale wanafiki wale wanaojifanya wanasiasa wapinzani, ili wachafue nchi yetu, tukose amani, ili watuibie. Lakini Mwenyezi Mungu ametujalia sisi, tumepata viongozi wenye hekima. Tumepata viongozi wenye hekima wanaolinda mali yetu. Na tunapata maendeleo. Ambao nyinyi mnasema hatuna maendeleo. Sijui mnataka maendeleo yapi? Mnataka maendeleo yapi jamani? Leo tukisema hivi wasema sasa nikuulize, wale watu wanaotaka kuleta uchafuzi wa hii nchi kwa sababu ili watuibie, wakiadhibiwa na serikali mwapiga kelele, wameadhibiwa. Waache tu waichafue hii nchi. Acha mimi nisome. Mama Samia Suluhu Hassan, tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naomba Mwenyezi Mungu akupe nguvu, akupe afya, akupe amani, utuongoze. Tunahitaji muongozo wako. Kwa hiyo miaka michache tu iliyopita, wallahi tumeamini mama wewe ni rais, unastahili na unafaa na una uwezo mkubwa kuongoza taifa la Tanzania. Mimi mwanao Ostaz Juma na Musoma, rais, nakupenda sana. Wallahi nakupenda sana mama Samia Suluhu Hassan, na nakuheshimu na nimeappreciate uongozi wako, nimeupokea, nimeukubali. Unaweza mama. Unaweza sana.